Bwana, mambo vipi? Ni matumaini yangu uko fresh, upo good. Nikukaribishe tena ndani ya Kiswahili TV. Jina langu mimi naitwa Deco B. Timu nzima ya Kiswahili TV leo tumefika Njiro Recovery Sober House. Kulikuwa kuna tukio la watu kufurahi pamoja, lakini pia watu wamezungumzia safari yao nzima walivyoingia katika dimbwi la utumiaji wa dawa za kulevya mpaka kufufuka au kutoka katika dimbwi lile. Yote yamefanyika ndani ya Njiro Sober House. Nipo na brother hapa, atatuambia ni nani, lakini pia tukio nzima lengo lake ni lipi. Brother, mambo vipi? Poa poa. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa David Bryson. Okay, David Bryson, ndani ya Njiro Sober House. Wewe unasimama kama nani? Ndani ya Njiro Recovery Sober House nasimama kama house manager. House manager. Vipi tukio nzima la leo? Tumeona watu wanafurahi pamoja. Lengo la tukio ni nini, lakini pia tukio nzima lilikuwa linahusiana na nini? Tukio kwanza linaitwa Keep Coming Back Festival. Ni tukio ambalo linaunganisha watu waliokuwepo ndani ya treatment ya Njiro Recovery Sober House na wale ambao walotoka kwenye treatment ya Njiro Recovery Sober House kuweza kukutana na kuweza kufanya kitu kimoja. Lengo ni kuweza kupeana ile hope, courage na strength kwamba maisha bila kutumia mihadarati ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Tukio limekuwa linafanyika kwa mwaka mara ngapi, au mwaka ndio linafanyika kwa mara ya kwanza? Hii tuko katika msimu wa 3. Tulianza msimu wa kwanza tulianza mwaka uliopita, na msimu wa pili tulifanya kabisa huo mwaka uliopita. Nakumbuka ilikuwepo ni kwenye tarehe 31 Disemba. Hii ni mara ya 3 kuweza kufanya tukio hili, kwani mara ya kwanza na mara ya pili tuliweza kufanya katika mwaka uliopita. Kwa hiyo na huu mwaka huu ni tukio ambalo, na kwa mwaka huu ni kwa mara ya 3 tena. Tukio kama hili limekuwa la mchango wote kuwatoa waraibu katika madimbo waliotumbukia ya kutumia madawa ya kulevya? Ni tukio ambalo kweli limechangia kuweza kuondoa watu kuishi kwenye ule mfumo wa kutumia mihadarati au madawa kulevya, kwani ni kitu ambacho kinawaunganisha watu ambao wameachana na hiyo mihadarati kuweza kukutana tena na kuweza kufanya kitu fulani ambacho kitaweza kuwajengea wao ujasiri wa kuendelea kuishi bila kutumia zaidi. Njiro Recovery Sober House imekuwa ni sober house ambayo inasifika sana ndani ya jiji la Arusha. Nataka tu niambie, kwa mwaka mnafanikio kuwaokoa vijana wangapi, wazee wangapi katika jamii kutoka katika dimbwi la utumiaji wa dawa za kulevya? Sisi tunashukuru Njiro Recovery Sober House ni nyumba pekee ambao inasaidia watu wengi sana, jinsia zote mbili, wa kiume na wa kike. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na yote inatokana ni ile mafunzo ambao watu wanakuwa wanayapata wakija kwenye treatment. Unajua, mraibu anapopata ile elimu kuhusiana na athari zinazotokana na uraibu na ni njia gani ambayo itamwepusha kutokurudi tena kwenye huo mfumo, ni kitu ambacho kinamfanya anafungua akili na kuona kwamba ndo wakati sahihi wa kuanza kupambania malengo yake na ndoto zake kwenye maisha yake. Kwa hiyo nyumba yetu ni nyumba ambao kiukweli Mwenyezi Mungu anasaidia sana. Watu wanapotoka wanakwenda kuwa wanachama wa wajibikaji na wazalishaji katika jamii. Kijana ambaye anakutazama pengine anatumia dawa za kulevya lakini hazijamuathiri kiasi kikubwa ambacho anahitaji kuja katika Njiro Recovery Sober House, au nalipi la kumwambia? Najua siku zote uraibu na kuaga una stage zake. Mtu ambao bado hajaathirika inakuwa ni hatari kwake sana kutoweza kuchukua hatua mapema inakuwa ni hatari sana kwa yeye kutoweza kuchukua hatua mapema za kuachana na hicho kilewesho, kwa sababu hata waraibu ambao walokuja kwenye treatment na wenyewe walianza stage hiyo hiyo. Kwa hiyo mimi napenda kumshauri kijana kwamba madawa kulevya ni kitu kimoja ambacho ni hatari sana, kwani ni kitu ambacho kinabadilisha yule mtu ambao alikuwepo hataki kuwa. Tumeona kuna vijana wengine walikuwa wapendi kuwa waizi, tumeona kuna vijana wengine ambao walikuwa wapendi kuwa matapeli, tumeona kuna vijana wengine walikuwa wapendi kuishi kwa utegemezi katika familia au katika jamii, lakini yote hii imesababishwa kutokana na utumiaji wa mihadarati au hiyo madawa kulevya. Kwa hiyo mimi napenda kuambia vijana, mihadarati ni vitu vya kuepuka sana, kwani kadri jinsi unavyoendelea kutumia ndo kadri jinsi unavyoendelea kuathiri akili yako na maisha yako kwa ujumla.
Asante sana. Kama Kiswahili TV pia tunawapongeza kwa Njiro Recovery Sober House kwa kazi kubwa mnaofanya katika jamii. Wanasema vijana ni taifa la kesho, kwa hiyo ni watu wa kutunzwa sana. Neno la mwisho kabisa kwa mtu ambaye ni muathirika, ni mrahibu, yuko Arusha au pengine yuko mikoani, lakini angetamani afike Njiro Sober House pengine apate matibabu, akihitaji kufika anafika fikaje? Karibu tueleze. Sisi kama Njiro Recovery Sober House tunao website, tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii. Ukiandika tu Njiro Recovery Sober House utakutana nayo na utapata maelekezo yote jinsi gani ya kuweza kufika mahali hapa. Kwa hiyo pale kuna mawasiliano yote. Tunapenda kwa yule mtu ambaye anahitaji kuishi maisha mapya bila kutumia mfumo mpya wa maisha, ni muda sahihi wa kuweza kuchukua hatua ya kuweza kuachana na hiyo miadarati, kwani ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Mnatoa huduma kwa jinsia zote au ni wanaume peke yao? Sisi tunatoa huduma kwa jinsia zote mbili. Kuna wanawake na kuna wanaume, ila wanakuepo wamegawanyika, kwenye wanaume wana vitengo vyao na wanawake pia wana vitengo vyao. Kwa hiyo tunazo house ambazo ni mbili, na house ya kwanza ina wanaume na house ya pili inadili na wanawake. Asante sana. Shukran sana.